Shalom, shalom, shalom. Yesu ni Bwana. Semina, semina, semina. Semina ya biashara na kazi. Kingdom Business, Mathayo 6:33. Kingdom Jobs, Mathayo 9:36-37. Mfumo mpya wa biashara. The future business to learn is Kingdom Business. The future business to learn is Kingdom Business. Inakukaribisha. Yesu mwanadaudi. Yesu mwanadaudi. Yesu mwanadaudi. Okay, tuanze kipindi chetu. Leo tarehe 26 mwezi wa 3 mwaka 2020. Somo letu la leo linasema nini? Mixing coronavirus with faith of Christ. Kuchanganya kirusi cha corona na imani ya Kristo. Kuchanganya kirusi cha corona na imani ya Kristo. Imani ya Kristo inafanya nini? Imani ya Kristo, hebu tuangalie kwenye kitabu cha Waebrania. Waebrania sura ya 12 mstari wa 2. Neno la Mungu linasema, tukimtazama Yesu mwenye kuanzisha na mwenye kuitimiza imani yetu, ambaye kwa ajili ya furaha iliyowekwa mbele yake aliustahimili msalaba na kuidharau aibu, naye ameketi mkono wa kuume wa kiti cha enzi cha Mungu. Imani tunayotumia sisi ni ya Kristo. Hii imani ya Kristo inafanya nini? Tuangalie kwenye kitabu cha Mathayo 11. Mathayo 11 mstari wa 1 mpaka wa 5. Hii imani ya Kristo inafanya nini? Mathayo 11 mstari wa 1 hadi wa 5. Neno la Mungu linasema, ikawa Yesu alipokwisha kuagiza wanafunzi wake 12, alitoka huku akienda kufundisha na kuhubiri katika miji yao. Sura ya 2 mstari wa 2. Naye Yohana aliposikia huko gerezani matendo yake Kristo, alituma wanafunzi wake kumuuliza, wewe ndiwe yule ajaye au tumtazamie mwingine? Yesu akajibu akawaambia, nendeni mkamweleze Yohana mnayoyasikia na kuyaona: vipofu wanapata kuona, viwete wanakwenda, wenye ukoma wanatakaswa, viziwi wanasikia, wafu wanafufuliwa, na maskini wanahubiriwa habari njema. Imani ya Kristo inaponya. Lazima uchanganye hichi kirusi cha corona na imani ya Kristo, imani ya Yesu. Ukichanganya na imani nyingine unakufa. Ukichanganya kirusi cha corona na imani ya Kristo unapata uzima, you get life. Lakini ukichanganya kirusi cha corona na hofu unakufa. Ukishachanganya na hofu unakufa. Sasa hivi dunia imezungukwa na wingu la hofu. Dunia, kilichoko sasa hivi ni wewe kuchunga imani yako na uangalie ni imani gani unayotumia. Imani ya wanasayansi mpaka sasa hivi imefeli, haijatoa majibu. Imani ya wataalamu mbalimbali haijatoa majibu. Imani ya waganga wa kienyeji haijatoa majibu. Imani ya dawa haijatoa majibu. Imani ya mataifa makubwa duniani haijatoa majibu ya kirusi cha corona. Imani ya Kristo ndio yenye majibu, kama maandiko yanavyosema, vipofu wanapata kuona, viwete wanakwenda, viziwi wanasikia, wafu wanafufuliwa, na maskini wanahubiriwa habari njema. Hiyo imani inaponya. Imani ya Kristo inaponya. Kwa hiyo sasa lazima uchanganye hichi kirusi na imani ya Kristo.
Usipochanganya na imani ya Kristo, utachanganya na hofu. Ukichanganya na hofu, mauti yanakupata. Kwa lazima uwe makini sana. Uwe makini. Hebu tuangalie kitabu cha Waebrania sura ya 4 mstari wa 2. Waebrania sura ya 4 mstari wa 2. Neno la Mungu linasema, maana ni kweli sisi nasi tumehubiriwa habari njema vile vile kama hao, lakini neno lile lililosikiwa alikuwafaa hao, kwa sababu alikuchanganyika na imani ndani yao waliosikia. Injili, neno lolote lile ambalo alijichanganywa na imani ya Kristo alifanya kazi. Kwa hiyo lazima ujue, lazima uchanganye hichi kirusi cha corona na imani ya Kristo. Warumi sura ya 14 mstari 23, neno la Mungu linasema nini? Kipengele cha mwisho kabisa, Warumi 14:23, kipengele cha mwisho kabisa kinasema, na kila tendo lisilotoka katika imani ni dhambi, na mshahara wa dhambi ni mauti. Warumi 14 mstari 23, neno la Mungu linasema, na kila tendo lisilotoka katika imani ni dhambi. Warumi 6:24, Warumi 6:24, neno la Mungu linasema nini? Warumi 6:23, Warumi 6:23, neno la Mungu linasema, kwa maana mshahara wa dhambi ni mauti. Neno lisilotoka katika imani ni dhambi, na mshahara wa mauti wa dhambi ni mauti. Kwamba lazima uchanganye hiki kirusi na imani. Nitakufundisha leo maagizo ambayo nimepewa kwa ajili ya wanafunzi wa Kingdom Business. Utakaposikia somo hili, tumie na mwenzako. Tunaposema mwanafunzi wa Kingdom Business, ni familia yake yote na marafiki zake wote watumie hili somo. Mtu mmoja ni family. Mtu mmoja ni familia. Ndani ya Adam kulikuwa kuna watu wote unaowaona duniani. Unajua kabisa wewe ni mwanafunzi wa Kingdom Business Clubship. Utakapopata somo hili, haya ni maagizo ambayo nimeyapata leo kutoka kwa Roho Mtakatifu. Nataka unisikilize kwa makini sana. Itakusaidia mbele ya safari. Jinsi ya kuchanganya kirusi na imani nitakufundisha. Kwa hiyo utakapopata somo hili, mtumie na mwenzako, tumia familia yako, tumia ndugu zako, marafiki zako. Hiyo ni familia moja. Namna gani unachanganya changamoto na imani? Usipochanganya changamoto na imani, hakuna kitakachotokea. Hebu tuangalie, tusome kwenye kitabu cha Habakuki. Habakuki sura ya 2 mstari wa 1 mpaka wa 4. Mungu anamwambia nini Habakuki? Habakuki sura ya 2 mstari wa 1 mpaka wa 4. Neno la Mungu linasema, mimi nitasimama katika zamu yangu, nitajiweka juu ya mnara, nitaangalia ili nione atakaloniambia na jinsi nitakavyojibu katika habari ya kulalamika kwangu. Huyu Habakuki ni nabii na analalamika muda wote. Mungu anamwambia nini? Naomba nirudie hili andiko. Neno la Mungu linasema, mimi nitasimama katika zamu yangu, nitajiweka juu ya mnara, nitaangalia ili nione atakaloniambia na jinsi nitakavyojibu katika habari ya kulalamika kwangu. Mstari wa 2, Bwana akanijibu akasema, iandike njozi yako, ukaifanye iwe wazi sana katika vibao, ili aisomaye apate kusoma kama maji. Maana njozi hii bado ni kwa wakati ulioamuriwa, inafanya haraka ili kuifikiria mwisho wake, wala haitasema uongo. Ijapokawia, ingojee, kwa kuwa haina budi kuja, haitakawia. Mstari wa 4, tazama, roho yake hujivuna, haina unyofu ndani yake, lakini mwenye haki ataishi kwa imani yake. Mwenye haki ataishi kwa nini?
kwa imani yake, sio imani ya mchungaji, sio imani ya taifa lako, sio imani ya baba yako wala familia yako. Utaishi kwa imani yako mwenyewe. Imani ni ya mtu binafsi. Ukisoma kitabu cha Zaburi sura ya 11 mstari wa 3, Zaburi 11:3, neno la Mungu linasema misingi ikiharibika mwenye haki atafanya nini? Hilo ni swali. Jibu liko wapi? Waebrania sura ya 10 mstari wa 38. Waebrania 10:38, lakini mwenye haki wangu ataishi kwa imani, naye roho yake ikisita sina furaha naye. Mwenye haki wangu ataishi kwa imani. Sasa hivi inatakiwa tuishi kwa imani. Kwa hili janga la kidunia lazima tuishi kwa imani. Lazima uhakikishe kwamba imani yako iko juu. Imani ikishuka tu, hofu imeingia. Hofu ikiingia, kirusi kimeingia. Kwa lazima uhakikishe neno la Mungu liko kwa wingi ndani yako. Imani huja kwa kusikia neno la Kristo. Kwa hiyo neno la Mungu likae ndani yako kwa wingi. Warumi 10:17, Wakolosai 3:16. Na neno la Mungu likae kwa wingi ndani yako. Imani inakuja kwa kusikia. Lazima usikie. Kusikia ni kupata maelekezo. Madhabahu ni jukwaa la taarifa. Haya madhabahu unayoona sasa hivi hapa ninapohubiria mimi, ili ni jukwaa la taarifa, kwamba mimi nakupa taarifa ambazo nimepewa na Roho Mtakatifu. Nini cha kufanya? Tuko pamoja? Kwa hiyo lazima ujue kabisa kwamba lazima uchanganye hii changamoto tunayoiona sasa hivi na imani. Kwa nini tunasema hivyo? Tuangalie kwenye kitabu cha Wakorintho wa kwanza 10:13. Wakorintho wa kwanza sura ya 10:13. Kwa nini tunasema kuchanganya hii changamoto ya virusi na imani? Neno la Mungu linasema jaribu alikuwapata nini isipokuwa lililo kawaida ya wanadamu, ila Mungu ni mwaminifu, ambaye hatawaacha mjaribio kupita mwezavyo, lakini pamoja na lile jaribu atafanya na mlango wa kutokea ili muweze kustahimili. Mungu atafanya na mlango wa kutokea, na mlango wa kutokea ni Yesu. Mlango wa kutokea kwenye hili jaribu ni Yesu. Ni damu ya Yesu na mwili wa Yesu ndio mlango wa kutokea kwenye hili jaribu. Damu ya Yesu na mwili wa Yesu. Tutaona mbele ya safari. Tumshukuru Mungu dakika moja, alafu tuendelee na somo letu. Baba Jehova, katika jina la uweza la Yesu Kristo wa Nazareth. Baba Jehova, katika jina la uweza la Yesu Kristo wa Nazareth. Baba Jehova, katika jina la uweza la Yesu Kristo wa Nazareth. Mtakatifu, 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 Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo, Baba wa utukufu, Mungu wa Abraham, Isaka na Yakobo, Mungu wa wanafunzi wote wa Kingdom Business Clubship duniani. Baba Jehova, tunasema asante. Mungu wa kila mtu mwenye pumzi, kila mtu mwenye mwili, na msifu Bwana katika jina la uweza la Yesu Kristo wa Nazareth. Roho Mtakatifu, tunasema asante. Asante kwa siku mpya uliyofanya kwa ajili yetu. Tunaifurahia na kushangilia katika jina la uweza la Yesu Kristo wa Nazareth. Asante Roho Mtakatifu kwa majira saa 3, sana kwa majira saa 4, sana kwa majira saa 5. Tunabariki majira saa 4 na kuyatakasa kwa damu ya Kristo wa Nazareth. Tunafungua malango ya saa 4 kwa damu ya Kristo wa Nazareth. Tunafungua malango ya akili ya Kristo, malango ya ufahamu wa Kristo. Tunafungua malango ya afya ya Kristo. Tunafungua malango ya nguvu za Kristo katika jina la uweza la Yesu Kristo wa Nazareth. Tunafungua malango ya imani ya Kristo katika jina la uweza la Yesu Kristo wa Nazareth. Roho Mtakatifu, tunasema asante. Tunakuomba Roho Mtakatifu utubariki na hekima ya Kristo, ufahamu wa Kristo, maarifa ya Kristo, ushauri wa Kristo, ujuzi wa Kristo, ubunifu wa Kristo, mafunuo ya Kristo. Tunakuomba Roho Mtakatifu tubariki na upendo wa Kristo, amani ya Kristo, furaha ya Kristo, imani ya Kristo, matumaini ya Kristo, uaminifu wa Kristo. Tunakuomba Roho Mtakatifu tubariki na kibali cha kazi, kibali cha biashara, kibali cha huduma, kibali cha wanafunzi wa Kristo katika huduma, wateja wa Kristo katika biashara. Tunakuomba Roho Mtakatifu tubariki na wasaidizi wa maono yetu, wasaidizi wa ndoto zetu. Tunakuomba Roho Mtakatifu tubariki na afya ya Kristo na nguvu za Kristo na kinga dhidi ya virusi vya corona kwa damu ya Kristo Nazareth iliyo msalabani,
kwa maana fadhili za Kristo ni za milele, katika jina la Yesu Kristo Nazareth. Roho Mtakatifu, tunasema asante, tunakuomba Roho Mtakatifu utusamee maovu yetu yote, utuponye na magonjwa yetu yote, kwa damu ya Yesu Kristo Nazareth iliyomwagika msalabani, kwa maana fadhili za Kristo ni za milele, katika jina la Yesu Kristo Nazareth. Roho Mtakatifu, tunasema asante. Pokea sifa, pokea utukufu, pokea heshima, pokea shukrani zetu. Roho Mtakatifu, tunakaribisha katika majira saa 4 mpaka saa 5, uwe mwalimu wetu, upate kutufundisha, upate kutuongoza katika njia tupasayo kuiendea. Utufundishe njia zako, utuonyeshe njia zako. Karibu Roho Mtakatifu, katika jina la Yesu Kristo tumeomba na kushukuru. Haleluya. Amen. Okay, tuendelee na somo letu. Mixing coronavirus with faith of Christ Jesus. Kuchanganya kirusi cha corona na imani ya Kristo. Imani ya Kristo. Imani ya Kristo. Maagizo tunayopata leo. Kila unapoamka asubuhi, nataka unisikilize kwa makini, ni muhimu. Haya ni maagizo nimeyapata kutoka kwa Roho Mtakatifu kwa wanafunzi wote wa Kingdom Business Clubship. Kila unapoamka asubuhi, lazima ushiriki meza ya Bwana. Kila unapotoka nyumbani kwenda kazini, kwenda kwenye biashara yako, unatoka nyumbani, shiriki meza ya Bwana. Na kila unapolala, shiriki meza ya Bwana mara 3 kwa siku. Kama hujatoka nyumbani, lazima saa 6 mchana, chakula utakachokula, ushiriki meza ya Bwana. Hiyo ndio kinga peke yake itakayesaidia Wakristo. Damu ya Yesu ina nguvu za mwili wa mwanadamu. Damu ya Yesu inaongeza kinga za mwili wa mwanadamu. Kuna damu ya Yesu itakupa maandiko ya kutosha, itakupa maandiko ya kutosha. Lazima ushiriki meza ya Bwana. Kuna damu ya Yesu na kuna mwili wa Yesu. Lazima ushiriki. Uzima ndiko unakopatikana. Lazima ufanye hicho kitendo cha imani kama Yesu alivyofundisha wanafunzi wake, akatuambia na sisi tufundishe wengine. Hayo ndio maagizo niliyopata leo. Unapotoka nyumbani, hakikisha umeshiriki meza ya Bwana. Tunaposema meza ya Bwana nini? Kuna wale ambao wanao fruto, kuna wenye divai, kuna wale wenye mikate inayotoka kanisani, ni sawa kabisa. Kuna wale ambao hawana. Hakikisha ile chai unayokunywa asubuhi, na kila siku unakunywa chai, na ule mkate na kitafunio ulichonacho ni chapati, ni andazi, ni kitumbua, ni ndizi, ni muogo. Badilisha ile chai kuwa damu ya Kristo, na kile kitafunio kuwa mwili wa Kristo, unashiriki. Ni mchana, ni chakula kile unachokula, ni ugali, ni mboga ile. Badilisha ile mboga kuwa damu ya Kristo, ule ugali kuwa mwili wa Kristo. Tumia kitu ulichonacho. Tumia kitu ulichonacho. Ukitaka kujiongeza, kununua hivyo vinavyopatikana kanisani, unaruhusiwa. Lakini kama ujui vinapatikana wapi, tumia kile kitu ulichonacho. Chukua hata maji. Takupa maandiko ya kutosha. Kama somo letu litaruhusu kufundisha mpaka mwisho au tumalizie kesho, takupa maandiko ya kutosha. Kwa hiyo lazima ujue kabisa kinga peke yake itakia kusaidia ni wewe kuboost imani yako kupitia damu ya Yesu na mwili wa Yesu. Tuko pamoja? Hiyo ndio kinga peke yake, hakuna kitu kingine. Twende kwenye kitabu cha Mathayo sura 26. Mathayo 26 mstari wa 26 mpaka 28. Mathayo 26 mstari wa 26 mpaka 28, neno la Mungu linasema nini? Nao walipokuwa wakila chakula, Yesu alitoa mkate, akaubariki, akaumega, akawapa wanafunzi wake, akasema, twaeni mle, huu ndio mwili wangu. Mstari wa 27, akakitoa kikombe, akashukuru, akawapa, akasema,
nyweni nyote katika hiki, kwa maana hii ndiyo damu yangu ya agano, imwagikayo kwa ajili ya wengi kwa ondoleo la dhambi. Kumbuka, dhambi inatafuta, korona inatafuta yule mtu mwenye dhambi. Ni kama gesi, chakula cha gesi ni moto. Gesi ikipata nafasi ya kutoka kwenye mtungi, inatafuta mahali kuna moto. Na chakula cha korona ni dhambi, inatafuta mahali kwenye dhambi. Kwanza kabisa, kabla hujashiriki unatubu. Utasoma Zaburi ya 103 mstari wa 3. Huo mstari mmoja unatosha kabisa. Baba, unisamehe maovu yangu yote, uniponye na magonjwa yangu yote. Unasema tu kwa kifupi, Baba Jehova, katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth. Baba Jehova, nasema asante kwa siku hii ya leo uliyofanya kwa ajili yangu. Ninaifurahia na kushangilia katika jina la uweza la Yesu Kristo. Baba, ninakuomba unisamehe maovu yangu yote, uniponye na magonjwa yangu yote. Kwa damu ya Yesu Kristo Nazareth ndio mwaka msalabani, kwa maana fadhili za Kristo ni za milele, katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth. Tayari umeshatubu. Unachukua ile chai, unaishika na mkono, unamshukuru Mungu kwa ile chai. Baba Jehova, anasema asante kwa ajili ya chai hii. Ninafuta sumu zote za viwandani mashambani kwa damu ya Yesu Kristo. Ninafuta sukari zote za viwandani na kwa damu ya Yesu Kristo. Ninabariki chai na kuitakasa kwa damu ya Yesu Kristo. Ninageuza chai kuwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareth, katika jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Unamaliza, unashika ule mkate. Unashika ule mkate, kile kitafunio. Unasema tena, Baba Jehova, katika jina la Yesu Kristo, asante kwa ajili ya mkate huu. Ninafuta sumu zote za viwandani mashambani kwa damu ya Yesu Kristo. Nafuta sukari zote za viwandani kwa damu ya Yesu Kristo. Ninabariki mkate huu na kutakasa kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareth. Ninageuza mkate huu kuwa mwili wa Yesu Kristo wa Nazareth, katika jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Umeshamaliza. Unashiriki. Tuko pamoja. Unashiriki, tayari umeshamaliza. Unashiriki. Umeingia kwanza kwenye toba, kuondoa dhambi. Unashiriki mwili, unamaliza, unashukuru, unasema asante, unashukuru, asante Yesu. Unaondoka. Unaenda zako kazini, unaenda zako popote. Uko salama. Fuata taratibu za serikali, kutokushikana mikono, kukaa umbali wa mita 1 na zaidi. Una shughuli yote ya kwenda mjini, usiende mjini. Nenda kazini, nenda kanisani, nenda nyumbani. Uwe na vibanda vitatu: kazini, nyumbani, kanisani. Unaweka nidhamu kwenye ile eneo na muda wako. Kwa hiyo sasa lazima ushiriki kutwa mara 3. Hiyo ndio njia pekee yake itakaye kuongezea nguvu, kwa sababu Mungu anatafuta mtu mmoja mwenye imani atakayemponya, kwa sababu hofu tayari imeshatanda. Hofu ikishasambaa namna hii dunia nzima, anatafuta mtu mwenye imani. Mungu Roho Mtakatifu anatafuta mtu mwenye imani. Yesu anatafuta mtu mwenye imani. Mungu anatafuta mtu mwenye imani. Neno la Mungu, soma Luka sura ya 18. Luka sura 18 mstari 8. Neno la Mungu linasema, je, mwana wa Adamu atakapokuja duniani atakuta imani duniani? Luka 18 mstari 8. Anatafuta, je, atakuta mtu mwenye imani? Nataka unisikilize kwa makini. Mungu anatafuta mtu mwenye imani. Tayari shetani ameshamwaga hofu dunia nzima. Ameshasambaza hofu. Sasa wewe ukikutwa na hofu, kirusi kinaingia. Kinachotafutwa sababu ya wewe kufa ni corona. Lakini sasa corona imekuua, hofu ndio imekuua. Inatafuta sababu tu kwamba huyu mtu tunamtaka, huyu mtu atafutiwe sababu. Ni corona. Kwa hiyo sasa lazima ukiwa na hofu una maisha.
Waebrania sura ya 11 mstari wa kwanza mpaka wa 6. Waebrania sura ya 11 mstari wa kwanza mpaka wa 6. Mstari wa 6 unasema huwezi kumpendeza Mungu pasipo imani. Huwezi kumpendeza Mungu pasipo imani. Kwamba lazima uhakikishe imani yako iko juu. Kwa nini nasema Yesu anatafuta mtu mwenye imani? Mungu anatafuta mtu mmoja mwenye imani amponye. Anatafuta mtu mmoja mwenye imani. Nataka twende pamoja mimi na wewe. Mtu mmoja mwenye imani, ina maana kuna mtu ameshiriki mwili wa Yesu leo asubuhi na damu ya Yesu. Okay, huyu ana imani, ni wa kwetu, tumwache huyu. Ndivyo jinsi tunavyotafuta. Yule mtu amefanya vitendo vya imani vinavyotuhusu sisi. Nilitoa mfano mmoja. Ukiwa unaendesha gari uko kwenye barabara kuu, ukaona gari imepaki barabarani, imefunguliwa bonnet, lakini nyuma ile gari kuna stika ya mtumishi wa Mungu TB Joshua, na wewe kwenye gari yako, nyuma yako ya gari yako kuna stika ya TB Joshua. Ukiona ile stika tu utasimama, kweli uongo? Kwa sababu utajua nyinyi wote mnaabudu sehemu moja. Utasimama, utamuuliza vipi nikusaidie nini? Utataka kumpa msaada, utampa maji, utampa chakula tunacho kwenye gari. Utajitahidi kuhakikisha umemtoa pale porini, amefika mahali kuna kijiji. Kama shida ni kubwa, tafuta ile gari yake. Malaika wa Mungu wanaangalia ni nani mwenye imani. Mungu anatafuta mtu mwenye imani. Nani kafanya kitendo cha imani leo asubuhi? Nani alipotoka nyumbani alifanya kitendo cha imani? Nani alipoenda kulala alifanya kitendo cha imani? Kwa lazima hayo ni maagizo ninayopata leo asubuhi. Tuko pamoja kushiriki meza ya Bwana kila siku mara 3 kwa siku, na ukianza hakikisha utaacha mpaka siku nakufa. Kwa sababu vitu unavyovitumia ni vitu vile vile unavyoombea. Tuko pamoja? Chakula ni ugali, ni ule ule, mboga ni ile ile. Hakuna kitu unachoenda kununua. Chai ni ile ile unakunywa asubuhi. Chakula cha jioni ni kile kile unakiombea. Tuko pamoja? Lazima upractice faith. Hebu tuangalie Mungu anatafuta mtu mwenye imani. Hebu tusome Matendo ya Mitume sura ya 14 mstari wa 8 mpaka wa 10. Matendo ya Mitume sura ya 14 mstari wa 8 mpaka wa 10. Neno la Mungu linasema, na huko Listra palikuwa na mtu mmoja dhaifu wa miguu, kiwete tangu tumboni mwa mamaye, ambaye hajaenda kabisa, yani hajawahi kutembea. Mstari wa 9, mtu huyo alimsikia Paulo alipokuwa akinena, ambaye akamkazia macho na kuona ya kuwa ana imani ya kuponywa. Huyu mtu amezaliwa kiwete, tangia tumboni kwa mama yake alikuwa ni kiwete, hajawahi kutembea. Sasa sikiliza, mstari wa 9 anasema, huyo mtu alimsikia Paulo alipokuwa akinena, ambaye akamkazia macho na kuona ya kuwa ana imani ya kuponywa. Mungu anatafuta mtu mwenye imani ya nini? Ya kuponywa na hii corona. Nisikilize kwa makini. Anatafuta mtu mwenye imani. Tuendelee mpaka mstari wa 10. Neno la Mungu linasema, akasema kwa sauti kuu, simama kwa miguu yako. Sawa. Akasimama upesi, akaenda. Yule mtu akatembea. Yule mtu tangia tumboni kwa mama yake alikuwa ni nini? Kiwete. Lakini Paulo alipomwangalia machoni, akamkazia macho, aliona yule mtu ana imani ya nini? Ya kuponywa. Akamwambia simama. Yule mtu akasimama, akaondoka, akaanza kutembea kawaida. Kumbe Mungu anatafuta mtu mwenye imani ataweza kumponya na hii corona. Akikuta mtu ameshaingia na hofu, anapita. Mungu anapita. Akikuta hofu imeshakuingia, anapita. Sijui kama tuko pamoja.
Tuko pamoja? Paulo ameona mtu, huyu mtu hajawahi kutembea, huyu mtu ni kiwete tangia tumboni kwa mama yake, lakini alipomwangalia machoni, yule mtu alikuwa na imani ya kuponywa. Hata kuwa tajiri, Mungu anatembea, anaangalia huku duniani, anaangalia mtu mwenye imani ya kuwa tajiri, anampa utajiri. Unakuta mtu ana imani ya kuwa tajiri, ashakata tamaa kwamba yeye atakufa maskini. Ana imani kwamba ataendeshaga gari, ataishi nyumba nzuri. Ana imani atakuwa mfanyabiashara mkubwa. Hana imani. Sasa Mungu anaangalia machoni, anakukazia macho na kuangalia, wewe una imani kwa unaweza kuwa tajiri? Ndio. Anasema mpeni mali hii. Full stop. Sasa kama neno la Mungu linavyosema hivi, dunia nzima imeshatanda hofu, kila mahali ni hofu. Sasa Mungu anaangalia mtu mwenye imani, ndio atakayepona. Umwambie yule atakayevumilia mpaka mwisho ndio atakayefanya nini? Atakayeokoka. Ina maana boost your faith. Pandisha imani yako juu. Tuko pamoja? Pandisha imani yako juu. Pandisha imani yako juu. Usipofanya hivyo, ukisoma kitabu cha Mathayo sura ya 9 mstari wa 27 mpaka 31, Mathayo 29 27 mpaka 31, neno la Mungu linasema nini? Mathayo sura ya 9 mstari wa 21 mpaka 31, na kusomea mstari mmoja tu hapa. Neno la Mungu linasema nini? Ndipo alipowagusa macho akasema, kwa kadri ya imani yenu mpate. Hao ni vipofu wawili walimpata Yesu. Yesu akawauliza kwamba mnaamini kwamba naweza nikawaponya? Akasema ndio. Akasema, akawagusa macho akawaambia, kwa kadri ya imani yenu mpate. Walifungua macho, aliona kwa kadri ya nini? Ya imani yao. Kuna aliyeona kidogo, kuna aliyeona sana. Hatuwezi kuwa na imani sawa. Tuko pamoja? Kwa hiyo lazima kuna aliyeona, lakini wote waliona, lakini kwa kiwango cha imani yao. Leo hii utakuwa na kinga ya virusi kutokana na kiwango cha imani yako. Usiruhusu imani ikashuka. Pandisha imani yako juu. Na kupandisha imani ni kiwango cha neno la Mungu lililoko ndani yako, linakupa ujasiri. Tuko pamoja? Mimi najiuliza kila siku, hata kama ikuwepo corona virus, ingefika wakati wangu wa kufa, ningefanya nini? Ningekufa. Full stop. Hata kama corona ikuwepo, mimi kujipanga na Mungu tu basi. Corona sio kwamba ndio imeanza kuua watu. Kuna magonjwa yanaua watu kuliko corona. Tuko pamoja? Hofu inaua watu kuliko corona. Kwa nini unaingiza hofu? Na neno la Mungu lipo kwa ajili yako. Kwa lazima ujitahidi usimame na neno la Mungu. Ujitahidi usimame na neno la Mungu. Hicho ndicho kitu kitakacho kusaidia. Tunaenenda kwa imani, sio kwa kuona. Sio kwa macho ya nyama na mwili. Tunaenda kwa imani. Toba ni muhimu sana. Toba ni muhimu sana. Hichi ni kipindi peke yake cha kuingia sana kwenye toba. Yesu, ukisoma Mathayo sura ya 4 mstari wa 17, Yesu alipoanza kuhubiri siku ya kwanza, neno la Mungu linasema nini? Tokea wakati huo Yesu alipoanza kuhubiri na kusema, tubuni kwa maana ufalme wa mbinguni umekaribia. Neno la kwanza Yesu alianza kuhubiri, alisema tubuni kwa maana ufalme wa Mungu umekaribia. Tubuni, kwamba lazima utubu. Lazima utubu. Usipotubu ni mbaya. Ni mbaya. Ufunuo sura ya 2 mstari wa 5, Ufunuo wa Yohana sura ya 2 mstari wa 5, neno la Mungu linasema, basi kumbuka ni wapi ulipoanguka, ukatubu, ukayafanya matendo ya kwanza. Lakini usipofanya hivyo, naja kwako, nami nitakiondoa kinara chako katika mahali pake, usipotubu. Ufunuo wa Yohana sura ya 2 mstari wa 5, kwamba toba ni muhimu. Toba ni muhimu. Matendo ya Mitume sura ya 3 mstari wa 19, Matendo ya Mitume sura ya 3 mstari wa 19, neno la Mungu linasema nini? Tubuni basi mrejee, ili dhambi zenu zifutwe, zipate kuja nyakati za kuburudishwa kwa kuwako kwake Bwana. Tubuni. Tubuni basi mrejee,
ili dhambi zenu zifutwe. Lazima utubu. Utubu. Ni kwa nini tumesema kwamba kushiriki meza ya Bwana? Nataka nikupe maandiko. Tumesoma Mathayo 26 mstari wa 26 mpaka 28. Nataka nikusomee Waebrania sura ya 9 mstari wa 7. Haya ndio maandiko yatakiwa kuongoza unapoandaa meza ya Bwana. Unapoandaa meza ya Bwana utasimamia Mathayo 26 mstari wa 26 mpaka 28. Utasimamia Waebrania 9 mstari wa 7. Nisome ile andiko linasema nini? Waebrania 9 mstari wa 7, neno la Mungu linasema, lakini katika hema hiyo ya pili kuhani mkuu huingia peke yake mara moja kila mwaka, wala si pasipo damu, atoayo kwa ajili ya nafsi yake na kwa dhambi za kutokujua za hao watu. Kuhani ni kiongozi, anaingia kwenye hema, kwenye maombi na damu. Ili ni agano jipya. Waebrania iko kwenye agano jipya. Anaingia na damu kwa sababu ya dhambi, kutubu. Tuko pamoja? Sasa na wewe unapotaka dhambi ziondolewe, dhambi zitaondolewa wakati umeshika mwili wa Yesu na damu ya Yesu, ili uwe salama. Hicho ni kitendo cha imani. Tuko pamoja? Hebu tuangalie Ufunuo wa Yohana 11 mstari wa 6. Ufunuo wa Yohana 11 mstari wa 6. Kama wakati unaandaa meza ya Bwana unasimamia ya maandiko yaweze kuboost imani yako kwamba Mungu amekupa mamlaka. Ni Ufunuo wa Yohana, mamlaka kugeuza maji kuwa damu na kufanya matukio makuu, kupiga kirusi cha corona. Ufunuo wa Yohana 11 mstari wa 6, neno la Mungu linasema, hao wana amri ya kuzifunga mbingu ili mvua isinyeshe katika siku za unabii wao, na nao wana amri juu ya maji kuyageuza kuwa damu na kupiga nchi kwa kila pigo kila watakapo. Tumepewa amri ya kugeuza maji kuwa nini? Damu, na kupiga nchi katika kila pigo tulitakalo. Tunageuza na maji kuwa damu Yesu Kristo. Tunageuza ile chai kuwa damu Yesu Kristo, kupiga pigo la virusi vya corona. Tuko pamoja? Nakumbuka unapokunywa, unaposhiriki meza ya Bwana, kuna kitendo kimoja lazima ukifanye. Hicho kitendo ni cha muhimu sana. Tusoma kwenye kitabu cha Zaburi ya 75 mstari wa 8. Zaburi ya 75 mstari wa 8. Nikikusomea kwenye Biblia ya Roman Catholic, inasema, yenye vitabu 72, inasema Mwenyezi Mungu anashika kikombe mkononi, kimejaa divai kali ya hasira yake, anaimimina na waovu wote wanainywa, naam, wanainywa mpaka tone la mwisho. Wakati ukishiriki damu, unaacha kidogo kwenye kikombe, unaacha kidogo, unaimimina chini, kile kirusi cha corona unakipa kinywa. Tuko pamoja? Wale waovu waliotengeneza hicho kirusi unawapa wanywe. Sio kwamba tunalipiza kisasi. Kile kirusi unakipa, unakiambia kunywa, na wewe unakimaliza. Tuko pamoja? Ikatokea Watanzania wote, ikawa ni siku moja ya maombi katika nchi nzima. Kila mmoja akawa ameshika damu ya Yesu mkononi, kila mmoja akamwaga chini, kile kirusi akiingia kwenye nchi. Hiyo imani ni kubwa sana, kwa sababu mnapokuwa wengi nguvu inaongezeka. Tuko pamoja? Kila mtu ameshika kombe hapo alipo nyumbani kwake. Hiyo inakuwa ni kwenye redio, kwenye TV, kuna mtu mmoja anaongoza maombi, hapo anaambia kila mmoja aliko nyumbani kwake, inatangaza kwamba siku fulani tunafanya maombi ya kitaifa. Ile maombi yanafanya ya kitaifa, kila mmoja anashika
kikombe, aidha kina chai, kina maji, kina fruto, au ni soda, chochote kile ambacho ni kimiminika, inabadilishwa kuwa damu ya Yesu Kristo Nazareth. Alafu kila mmoja anashiriki na kila mmoja anamwaga chini, ananyosha kile kirusi, hiyo damu ya Yesu, kile kirusi kinaondoka. Unajua hapo mwanzo kulikuwa kuna neno, naye neno alikuwa kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu. Tuko pamoja? Ina maana kirusi cha corona ni neno. Hakuna neno gumu ambalo linamshinda nani? Mungu. Hakuna neno gumu linalomshinda Mungu, kwa sababu kila kitu kina jina duniani. Tuko pamoja? Kwa lazima ile eneo ni vizuri ifanywe kazi, ifanywe kazi. Kwa hiyo ni eneo la msingi sana, ni eneo la msingi sana. Tuangalie andiko lingine, Walawi sura ya, wakati unaandaa meza ya Bwana tutasoma maandiko. Walawi 11 mstari wa 10, Walawi 17:11. Kitabu cha Walawi 17:11, neno la Mungu linasema, kwa kuwa uhai wa mwili huu katika hiyo damu, nami nimewapa ninyi hiyo damu juu ya madhabahu, ili kufanya upatanisho kwa ajili ya nafsi zenu, kwani ni hiyo damu ifanyayo upatanisho kwa sababu ya nafsi zenu. Tuko pamoja? Hiyo damu imetolewa kwa sababu ya upatanisho wewe pamoja na Mungu, napatanisha nafsi yako wewe na Mungu, ili isishikwe na virusi vya corona. Nafsi yako ukiambatanisha na Mungu, hakuna kirusi kinaingia mahali Mungu yupo. Tuko pamoja? Sasa kama uko mwenyewe, kirusi kinapata nafasi ya kuingia. Naomba nirudie tena ile andiko. Neno la Mungu linasema, kwa kuwa uhai wa mwili huu katika hiyo damu, nami nimewapa ninyi hiyo damu juu ya madhabahu, ili kufanya upatanisho kwa ajili ya nafsi zenu, kwani ni hiyo damu ifanyayo upatanisho kwa sababu ya nafsi. Kwamba unapatanisha nafsi yako na nafsi ya nani? Ya Mungu. Unapatanisha nafsi yako na nafsi ya Yesu. Yesu, ile nafsi yake iliyo kushikwa na magonjwa. Kwamba ukishapatanisha nafsi yako na nafsi ya Yesu, hakuna ugonjwa utakaoingia ndani yako. Ndio maana ya kushiriki damu ya Yesu. Na alisema, tukija kwenye kitabu cha Yohana sura ya 6, Yohana sura ya 6 ukisoma mstari wa 46 mpaka wa 56. Yohana sura ya 6 mstari wa 46 mpaka wa 56, utapata maandiko hapa yanakusaidia nini cha kufanya. Nataka nikusomee tu maandiko machache. Nikusomea 53, Yohana 6:53 na 54. Neno la Mungu linasema, basi Yesu akawaambia, amin amin nawaambia, msipoula mwili wake mwana wa Adamu na kuinywa damu yake, hamna uzima ndani yenu. Aulaye mwili wangu na kuinywa damu yangu anao uzima wa milele, nami nitamfufua siku ya mwisho. Nami nitamfufua siku ya nini? Siku ya mwisho. Lazima upatanishe nafsi yako na nafsi ya Yesu kwa kupitia damu yake na mwili wake, ili magonjwa yasiguse, kwa sababu Yesu hakuguswa na magonjwa. Wewe ndio utakuwa unaponya wengine, sio wewe unashikwa na magonjwa. Tuko pamoja? Kwa lazima ujitahidi kwenye hilo eneo. Na unaposhiriki meza ya Bwana utasimamia pia maandiko haya. Luka 24 mstari wa 28 mpaka 35. Luka 24 mstari wa 28, Luka 24 mstari wa 28 mpaka 35, na Luka 24 mstari wa 44 mpaka 49, na Luka 24 mstari wa 44 mpaka 49. Hebu tuangalie Luka 24 mstari wa 30. Luka 24:30, neno la Mungu linasema nini? Luka 24 mstari wa 30, neno la Mungu linasema nini? Muda wetu unakwenda spidi. Luka 24:30, neno la Mungu linasema, ikawa alipokuwa ameketi nao chakulani, alitoa mkate, akaubariki, akaumega, akawapa. Sura 31,
wakafumbuliwa macho yao, wakamtambua, kisha akatoweka mbele yao. Unaona uzuri wa kushiriki meza ya Bwana. Chochote ambacho kimeingia kigeni ndani ya macho yako, ndani ya mwili wako, kinaondoka. Kama Yesu alivyotoweka mbele ya macho yao, na kile kirusi kinatoweka mbele ya macho yako, mbele ya mwili wako, ukishiriki meza ya Bwana. Aliwapa mkate. Ukisoma story nzima hawa jamaa kuanzia 28 mpaka 35, utajua ni kitu gani kilikuwa kinaendelea hapo. Jamaa walikuwa wanatembea naye, hawakujua kama ni Yesu. Mpaka walipomkaribisha nyumbani kwao, Yesu akachukua mkate mezani kwao, chakula hicho walikuwa wanakula, akabariki ule mkate, akawapa, akamwambia kuleni. Macho akafunguka naye akatoweka. Unaposhiriki meza ya Bwana, chochote kigeni ambacho kimeingia kwenye mwili wako ambacho sio cha Mungu kinatoweka. Kinafanya nini? Kinatoweka. Hebu tuangalie kwenye Luka 24:44 mpaka 49. 44 mpaka 49. Neno la Mungu linasema nini? Nataka tupate picha kidogo itakayo kusaidia mbele ya safari. Neno la Mungu linasema, kisha akawaambia, hayo ndiyo maneno yangu niliyowaambia nilipokuwa ni kali pamoja nanyi, ya kwamba ni lazima yatimizwe yote yaliyoandikwa katika Torati ya Musa na katika manabii na Zaburi. Ndipo wakafunuliwa akili zao wapate kuelewa maandiko. Akawaambia, ndivyo ilivyoandikwa kwamba Kristo atateswa na kufufuka siku ya tatu, na kwamba mataifa yote watahubiriwa kwa jina lake habari ya toba na ondoleo la dhambi, kuanza tangu Yerusalemu. Lazima utubu. Tuko pamoja? Watu wanahubiriwa habari ya toba na habari ya dhambi. Watu watubu, waache nini? Dhambi. Sasa hivi ni kipindi cha toba na kuacha dhambi. Toba na kufanya nini? Ndio injili ambayo inabidi tuhubiri. Toba na kuacha dhambi. Anasema watahubiriwa kwa jina lake habari ya toba na ondoleo la dhambi, kuanzia tangu Yerusalemu na dunia nzima. Tuko pamoja? Tuko pamoja? Kwamba lazima ujue kabisa unaposhiriki meza ya Bwana, kwanza lazima utubu. Lazima ufanye nini? Utubu. Sasa kuna kitu ambacho nataka, ni muda wetu unakwenda kwa spidi, tuweze kukifikia kwa haraka. Nataka tukifikie kwa haraka. Ni kwamba wakati Adam alipofanya kosa, tukisoma kwanza kabla tujaenda kule, tutasoma kwenye kitabu cha Mathayo 9 mstari wa kwanza mpaka wa 8, Mathayo 9 mstari wa kwanza mpaka wa 8, na Marko 2 mstari wa kwanza mpaka wa 12. Mathayo 9 mstari wa kwanza mpaka wa 8 na Marko 2 mstari wa kwanza mpaka wa 12. Utaona Yesu anasamehe dhambi na kuponya watu. Alilitoa mtu ambaye amepooza, amebebwa kwenye machela. Walipokosa mahali pa kumuingiza, wakatoboa paa la nyumba wakamuingiza. Yesu alimsamehe kwanza dhambi, akaona imani kidogo alionayo, akamponya, akamwambia chukua vitu vyako unyanyuke uondoke. Uangalie kinacho, unasamehewa kwanza dhambi ndio unaponya. Unatubu kwanza ndio unaponya. Kwa hiyo lazima ulijue hilo. Sasa kuna kitu ambacho nataka, kwa sababu ya muda unakwenda spidi, nataka tujaribu kufikiri kwa pamoja, mimi na nyie hapa. Na ni kwa nini tulisema kwamba haya matendo, ukisoma kwenye kitabu cha Yohana sura ya kwanza, Yohana 13 mstari wa kwanza mpaka 30, wakati Yesu anaosha wanafunzi wake miguu. Yohana sura ya 13 mstari wa kwanza mpaka 30. Nataka nisome mstari wa 17 tu. Wa 17 anasema, if you know these things, happy are you if you do them. Yaani kama wewe unajua hivi vitu, heri ya wale ambao wanajua hivi vitu. Ngoja tusome kwa Kiswahili. Yohana sura ya 13 mstari wa 17. Yohana 13:17, neno la Mungu linasema nini? Mkiyajua hayo, heri ninyi mkiyatenda. Mkiyajua hayo, heri ninyi mkiyatenda.
Biblia ya Kiingereza inasema if you know these things, happy are you if you do them. Kiingereza ina maana nzuri zaidi. Yaani nyie kujua haya, kushiriki meza ya Bwana. Heri ya nyie, mbarikiwe nyie mnayejua hivi vitu. Kwamba tutashiriki meza ya Bwana, damu ya Yesu na mwili wa Yesu, na itakuwa kinga kwa ajili ya virusi vya corona. Heri ya nyie, mbarikiwe. Hebu nataka tu ujue hivi vitendo vya kiimani vinavyofanya kazi. Sasa nataka turudi nyuma kidogo. Wakati Adamu amefanya kosa, jina lake Adam Mungu alilifuta kule mbinguni. Nisikiliza kwa makini. Jina lake lilifanya nini? Akafukuzwa kwenye bustani ya nini? Eden. Sisi sote unapotuona jina kama limefutwa katika kitabu cha uzima, ina maana jina lako limeandikwa katika kitabu cha nini? Cha mauti. Tuko pamoja? Mungu alimwambia Adam, ukile ili tunda hakika utafanya nini? Utakufa. Adam alipokula ile tunda, jina liliondolewa, lilifutwa kwenye kitabu cha uzima, likaandikwa kwenye kitabu cha mauti. Kwa sababu mauti, dhambi ya mtu mmoja iliingia kwa watu wote. Warumi 5:12. Tuangalie Warumi 5:12. Kuna kitu nataka nikuonyeshe hapa ili uhakikishe kwamba jina lako limeandikwa kwenye kitabu cha mbinguni. Kwa sababu kama jina lako halijaandikwa kule, mauti inakuhusu. Mauti inakuhusu. Warumi sura ya 5:12. Neno la Mungu linasema, kwa hiyo kama kwa mtu mmoja dhambi iliingia ulimwenguni, na kwa dhambi hiyo mauti, na hivyo hivyo mauti ikawafikia watu wote kwa sababu wote wamefanya dhambi. Tuko pamoja? Kwa hiyo mauti iliingia. Adamu alipofanya kosa, jina lake lilifutwa katika kitabu cha uzima, likaandikwa kwenye kitabu cha nini? Cha mauti. Ndio sababu watu wanakufa. Sasa hivi wewe ni kujitahidi kurudisha jina lako liandikwe kwenye kitabu cha uzima. Tuko pamoja? Ndio sababu tunapoingia kwenye sala ya toba, huwa tunasema futa jina langu katika kitabu cha mauti, andika kwenye kitabu cha nini? Cha uzima. Hebu tuangalie Luka sura ya 10:20. Luka 10:20. Kwamba kama jina lako liko kwenye kitabu cha mauti, ugonjwa wote ukija kama huu unakuhusu. Luka 10:20. Luka 10:20, neno la Mungu linasema nini? Lakini msifurahi kwa vile pepo wanawatii, bali furahini kwa sababu majina yenu yameandikwa mbinguni. Naomba nirudie tena. Lakini msifurahi kwa vile pepo wanawatii, bali furahini kwa sababu majina yenu yameandikwa mbinguni. Usifurahi kwa sababu unatoa mapepo. Furahi kama jina lako limeandikwa kule mbinguni, kwa sababu sisi sote dunia nzima majina yetu yameandikwa kwenye kitabu cha mauti. Kwa sababu mtu ambaye Mungu alikuwa anafanya naye kazi, jina lilikuwa linatoka wapi? Mbinguni. Mungu akifanya kazi na mtu anambadilisha jina linatoka mbinguni. Jina la Yesu litoka mbinguni, jina la Yohana litoka mbinguni, jina la Isaka litoka mbinguni. Lazima Mungu abadilishe jina lako liandikwe kwenye kitabu cha uzima. Tofauti na hapo, inapokuja virusi kama hivi, magonjwa yote, kwa sababu jina lako liko kule, na ukigundua kwamba ukaingia kwenye toba ili jina lako liandikwe kwenye kitabu cha uzima, unakufa. Shida iko kwenye jina. Adamu alishafanya kosa, aliambiwa hakika ukila tunda hili utakufa. Hebu tuangalie kitabu cha Yohana sura ya 1:12. Yohana sura ya 1:12. Neno la Mungu linasema, bali wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu, ndio wale waliaminio jina lake. Basi waliompokea walipewa uwezo wa kufanyika kuwa wana wa Mungu. Walifanyika kuwa wana wa Mungu. Kwa hiyo lazima ujitahidi uhakikishe kwamba jina lako limeandikwa wapi? Kwenye kitabu cha uzima. Mungu amekupa choice, kuchagua. Kumbukumbu la Torati 30:19.
Mungu amekupa chaguzi, wewe ndio unabidi uchague. Kumbukumbu la Torati 30:19, neno la Mungu linasema, nazishuhudiza mbingu na nchi juu yenu hivi leo kuwa nimekuwekea mbele yako mauti na uzima, baraka na laana. Basi chagua uzima ili uwe hai, wewe na uzao wako. Umeambiwa chague. Ukiamua jina lako liandikwe kwenye kitabu cha uzima, wewe ndio umeambiwa chague. Ukiamua jina lako liandikwe kwenye kitabu cha mauti, wewe ndio unachagua. Lakini nataka nikuhakikishie, watu wote majina yao duniani yaliandikwa kwenye kitabu cha mauti kwa sababu ya Adam. Kwamba sasa hivi ni wewe kuhamisha jina lako kutoka kwenye kitabu cha mauti liandikwe kwenye kitabu cha nini? Cha uzima. Ndio sababu kupitia somo hili tutakapoongoza sala ya toba, kila mtu anayesikiliza ile somo lazima arudie ile sala ya toba na ahamishe jina lake kwenye kitabu cha mauti aingize kwenye kitabu cha nini? Cha uzima. Mungu alitamka neno, alitamka na iwe nuru na ikawa nuru. Wewe ndio utakayesema, futa jina langu kwenye kitabu cha mauti, andika jina langu kwenye kitabu cha uzima. Wewe ndio utakayesema kwa kinywa chako ili corona isiwe sehemu ya maisha yako. Full stop. Ukiwa kwenye kitabu cha uzima hakuna corona. Lakini ukiwa kwenye kitabu cha mauti inakuhusu. Corona inakuhusu. Leo huwezi kushangaa watu wanakufa wengi. Ni kutokana na majina yao mahali yalipoandikwa. Majina yamebaki kwenye kitabu cha mauti tangia enzi ya Adam. Watu wakumpokea Yesu, watu wakuzaliwa mara ya pili. Ukizaliwa mara ya pili, jina lako linaandikwa kwenye kitabu cha uzima. Hebu tuangalie Yohana sura ya 3 mstari wa 1 mpaka wa 6. Yohana mtakatifu sura ya 3 mstari wa 1 mpaka wa 6. Neno la Mungu linasema, basi palikuwa na mtu mmoja wa Mafarisayo, jina lake Nikodemo, mkuu wa Wayahudi. Huyo alimjia Yesu usiku, akamwambia, Rabi, tajua ya kuwa yu mwalimu umetoka kwa Mungu, kwa maana hakuna mtu awezaye kufanya ishara hizi uzifanyazo wewe isipokuwa Mungu yu pamoja nawe. Yesu akajibu akamwambia, amin amin nakuambia, mtu asipozaliwa mara ya pili hawezi kuona ufalme wa mbinguni, ufalme wa Mungu. Nikodemo akamwambia, awezaje mtu kuzaliwa akiwa mzee? Aweza kuingia tumboni mwa mamaye mara ya pili akazaliwa? Yesu akajibu, amin amin nakuambia, mtu asipozaliwa kwa maji na kwa roho hawezi kuingia ufalme wa Mungu. Sura 9, kilichozaliwa kwa mwili ni mwili na kilichozaliwa kwa roho ni roho. Full stop. Kilichozaliwa kwa mwili ni mwili na kilichozaliwa kwa roho ni roho. Adam jina lake lilifutwa kwenye kitabu cha uzima, likaandikwa kwenye kitabu cha mauti, kwa sababu aliambiwa hakika ukila hili tunda utakufa. Alijikuta yuko uchi, tayari jina limeshafutwa. Anajifunga majani, macho akafunguka, akaanza kuona mema na mabaya, tayari jina limeshaandikwa kwenye kitabu cha mauti. Tuko pamoja? Sasa lazima na wewe uhakikishe kwamba jina lako limeandikwa kwenye kitabu cha uzima kwa kukiri kwa kinywa chako, futa jina langu kwenye kitabu cha mauti, andika jina langu kwenye kitabu cha uzima. Na unashiriki meza ya Bwana kila siku asubuhi. Kiwa natoka nyumbani, kila siku unatoka nyumbani unaenda kazini, kama unajua asubuhi ndio unatoka, umeshashiriki ile chai ya asubuhi, umeshashiriki tayari. Mchana unaenda kwa chakula cha mchana, unashiriki meza ya Bwana, kile chakula. Jioni unashiriki meza ya Bwana kutwa mara 3. Haya ndio maagizo nimepewa kwa wanafunzi wa Kingdom Business Clubship ili kuepuka ile janga la corona. Tofauti na hapo, mauti yanakuhusu. Lazima ujue kabisa jina lako. Adam, watoto wa Adam wote walizaliwa nje ya bustani ya Eden. Hakuna mtoto wa Adam alizaliwa kwenye bustani ya Eden. Walifukuzwa baada ya kufanya kosa, na jina la Adam lilifutwa kwenye kitabu cha uzima, likaandikwa kwenye kitabu cha mauti. Shetani akachukua nafasi ya Adam. Adam akawa mtumwa wa Shetani. Shetani ndio mungu wa hii dunia. Korintho wa 2 sura ya 3 mstari wa 3 mpaka wa 4. Korintho wa 2 sura ya 3 mstari wa 3 mpaka wa 4, kwamba lazima
ujitahidi ulijue hilo, ulifanyie kazi. Ujue kabisa majina yetu yaliandikwa kwenye kitabu cha mauti. Sasa ni kuhamisha hilo jina liandikwe kwenye kitabu cha uzima, na wewe ndio utalihamisha kwa kinywa chako na matendo yako. Ndio utahamisha hilo jina. Utalihamisha hilo jina kwa toba. Kwa toba. Ukisoma Mwanzo 2:16 mpaka 17, Mwanzo sura ya 2 mstari wa 16 mpaka 17, utaona Adamu anapewa onyo usile hilo tunda. Utasoma Mwanzo sura ya 3 mstari wa 1 mpaka wa 24. Muda wetu maisha. Mwanzo sura ya 3 mstari wa 1 mpaka wa 24, utaona Adamu anafanya kosa. Ukisoma Warumi 5:12 kama tulivyosoma, utaona dhambi ya mtu mmoja imeingia kwa kila mtu duniani. Kwa hiyo lazima ujue. Na kuna watu ambao hawataonja mauti. Watu wote ambao majina yao yameandikwa katika kitabu cha uzima hawataonja mauti. Ukisoma kwenye kitabu cha Mathayo 16 mstari wa 24 mpaka 28, Mathayo 16 mstari wa 24 mpaka 28, hao ni watu ambao wataonja mauti. Watu wote waliompokea Yesu, waliobatizwa na maji mengi, wala watu hawataonja mauti. Ukisoma hiki kitabu kitakwambia, kwa sababu hao watu majina yao yameshaandikwa kwenye kitabu cha uzima. Huwezi kuandika jina lako kwenye kitabu cha uzima ukaonja mauti. Utaondoka tu hapa duniani lakini hujaonja mauti. Ukisoma kitabu cha Isaya 61:20, Isaya 61:20, Isaya 65:20, Isaya sura 65 mstari wa 20, neno la Mungu linasema nini? Apata kuwapo tena na mtoto wa siku chache, wala mzee asitimia siku zake. Maana mtoto atakufa mwenye umri wa miaka 100. Mtoto atakufa mwenye umri wa miaka 100. Tuko pamoja? Kwamba hakuna mtu, watu majina yao yameshaandikwa kwenye kitabu cha mbinguni, kitabu cha uzima. Mtoto atakufa akiwa na umri wa miaka 100. Ni ule mwili unaondoka duniani, lakini ule mtu hai. Tuko pamoja? Hata Adamu alifanya kosa, alikufa kiroho, akaendelea kuwa kimwili, akaishi miaka 630. Alikufa kiroho. Jina lilifutwa kwenye kitabu cha uzima, jina lake likaandikwa kwenye kitabu cha mauti, kwamba huyu mtu kuanzia leo watakaozaliwa kwa huyu mtu wote watakuwa wanaonja mauti. Akaja Yesu akabadilisha, akasema wale walionipokea watafanywa kuwa wana wa Mungu. Ina maana taandikwa kwenye kitabu cha uzima. Tuko pamoja? Kwamba lazima ujitahidi jina lako liandikwe kwenye kitabu cha nini? Cha uzima, kwa kutubu, kwa kuingia kwenye toba, kubatizwa na maji, ubatizo wa toba. Ubatizo wa toba na kushiriki meza ya Bwana mara 3 kwa siku. Jina lako liandikwe, kufanya matendo ya imani. Jina lako liandikwe kwenye kitabu cha uzima. Muda wetu umeisha, saa 5:01. Tumalizie. Kwa hiyo ninachotaka nikuambie ni kwamba jitahidi sana 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 kuingia kwenye toba, na nguvu ya mauti na uzima iko ndani ya kinywa chako. Wewe ndio utakayekiri. Mwanzo 1 mstari wa 3, Mungu alisema na iwe nuru, na ikawa nuru. Mungu alikupa nguvu ya kukiri kwa kinywa chako, kukiri kwa kinywa chako kwamba futa jina langu kwenye kitabu cha mauti, andika jina langu kwenye kitabu cha uzima. Mungu alikupa hiyo nafasi ya wewe kukiri. Ukisoma kwenye Warumi 10:10 utaona inakwambia kiri kwa kinywa chako wewe mwenyewe. Warumi 10:10, neno la Mungu linasema nini? Tumalize, muda wetu umeisha. Kwa hiyo lazima ujitahidi kukiri kwa kinywa chako wewe mwenyewe. Tuko pamoja kwa Mungu? Neno la msema, kwa maana kwa moyo mtu uamini hata kupata haki, na kwa kinywa ukiri hata kupata wokovu. Kwa kinywa ukiri mtu kupata nini? Wokovu. Warumi 10:10. Kwa kinywa mtu anakiri anapata wokovu. Kwa kinywa mtu anakiri, anasema futa jina langu kwenye kitabu cha mauti, andika jina langu kwenye kitabu cha uzima. Kila siku asubuhi unafuta jina lako kwenye kitabu cha mauti. Wakati unaposhiriki meza ya Bwana unaandika jina lako kwenye kitabu cha nini? Cha uzima. Tuko pamoja? Unakiri kwa kinywa chako. Kinywa kilichofungwa ni hatima iliyofungwa. Tuko pamoja? The closed mouth is the closed destiny.
Kinywa kilichofungwa ni hatima iliyofungwa. Ukifunga kinywa chako, usipotamka kitu, hakuna mtu atakaye kuuliza. Kwamba lazima ujitahidi ufungue kinywa chako. Lazima ujitahidi ufungue kinywa chako. Kwa hiyo kwa ufahamu tutaishia hapo. Na tulisema yule mwanamke alikuwa anatokwa na damu kwa muda wa miaka 12. Utasoma kwenye Luka 8 mstari wa 43 mpaka 48. Luka sura ya 8 mstari wa 43 mpaka 48. Aligusa pindo la nguo ya Yesu. Aligusa pindo na ile damu ikakoma saa hiyo hiyo. Sasa leo hii ukigusa damu ya Yesu, ukagusa mwili wa Yesu, chochote ambacho kiko ndani ya mwili wako kinakoma saa hiyo hiyo. Tuko pamoja? Ukinywa damu ya Yesu, kana na mwili wa Yesu, chochote kiko ndani ya mwili wako kinafanya nini? Huyu aligusa pindo tu, wewe umegusa damu. Nataka unisikilize kwa makini. Huyu aligusa nini? Pindo. Huyu wewe umegusa damu, umekunywa damu, umekula mwili wa Yesu. Hakuna kitakachokaa kwenye mwili wako. Kuna vitu lazima uangalie, utathmini, ukae chini ufikiri kwa kina. Huyu amegusa pindo tu akapona. Wewe uliyemgusa ngozi, uliyemgusa damu yake, si zaidi? Kwamba lazima nguvu kubwa iko kwenye ngozi, iko kwenye damu, iko kwenye mwili, iko kwenye damu. Kwa sababu ukigusa mwili wa mtu, anajua ameshikwa na mtu. Lakini Yesu aligusa pindo tu akajua nimeshikwa, akasema nasikia nguvu zimenitoka. Nani amenigusa? Anauliza wanafunzi wake, hawaelewi kama huyu jamaa anatoka na nguvu gani. Na yule mama alikugusa, nguvu zilitoka kwa kiwango cha imani yule mama alichokuwa nacho. Na wewe nguvu zitaingia za Yesu kama kinga ya mwili wako kutokana na kiwango cha imani yako wakati unashiriki meza ya Bwana. Wakati unashiriki mwili wa Yesu na damu ya Yesu, kutokana na kiwango cha imani yako, chochote ambacho kiko ndani yako ambacho sio cha Mungu kinaondoka. Ni kutokana, utapokea kulingana na kiwango cha nini? Cha imani yako. Lazima ujitahidi, kwa sababu inabidi ufanye mara 3 kwa siku ili upandishe imani yako. Leo umefanya, kesho kuta kila unapofanya mara nyingi, imani inapanda. Imani huja kwa kusikia neno la Kristo. Imani haiji mara moja, wala imani haiji kwa kusoma. Imani inakuja kwa kusikia. Tuko pamoja? Hata kama unataka misuli kwenye mkono, utanyanyua chuma siku moja tukapata nini? Misuli. Utanyanyua mara nyingi. Shule uende siku moja, unaenda siku nyingi ndio unapata akili. Unaenda shule siku nyingi, kwamba kila kitu unafanya mara nyingi. Kwa sababu inabidi ushiriki damu ya Yesu Kristo wa Nazareth na mwili wake mara 3 kwa siku, siku zote, mpaka imani yako ipande juu. Tuko pamoja? Kwa hiyo lazima ufanye hilo zoezi. Tumalizia andiko moja. Kwa nini tunasema tunashiriki damu ya Yesu? Corona inaweza kuondolewa na imani ya Kristo peke yake. Kwa sababu imani ya Kristo ilikuwa inaponya magonjwa. Matendo ya Mitume sura ya 10 mstari 38. Matendo ya Mitume sura ya 10:38, neno la Mungu linasema nini? Habari za Yesu wa Nazareti, jinsi Mungu alivyomtia mafuta kwa Roho Mtakatifu na nguvu, naye akazunguka huku na huku akitenda kazi njema na kuponya wote walioonewa na ibilisi, maana Mungu alikuwa pamoja naye. Yesu, imani ya Yesu ilikuwa inaponya watu magonjwa ya kila aina, na watu walioonewa na ibilisi. Watu wote walioonewa na ibilisi alikuwa anaweza kuwaponya. Kwa hiyo kwa ufahamu tutaishia hapo. Somo letu la leo lilikuwa linasema changanya kirusi cha corona na imani ya Kristo. Changanya kirusi cha corona na imani ya nini? Ya Kristo, ndio utapona. Ukichanganya kirusi cha corona na hofu, lazima ufe. Ayubu sura ya 3 mstari wa 25. Ayubu sura ya 3. Ayubu alichanganya utajiri wake na hofu. Nikusomea ile andiko mara moja tumalize. Ayubu sura ya 3 mstari wa 25. Neno la Mungu linasema nini? Maana jambo hilo
nichalo unipata, nalo ninitialo hofu unijilia, nalo nilitialo hofu unijilia. Alichanganya utajiri wake na hofu, akafilisika. Hofu ili kwa sababu gani? Wakati ameanza kupata changamoto ya kiafya, aliingiza hofu, kila kitu kaondoka, imani karudi baadaye. Mungu akamrudishia mara mbili yale kwa nao mwanzo. Ayubu 42:10. Ayubu 42:10 tumalize. Ayubu 42 mstari wa 10. Neno la Mungu linasema nini? Kisha Bwana akageuza uteka wa Ayubu hapo alipowaombea rafiki zake. Bwana naye akampa Ayubu mara mbili kuliko hayo alikuwa nayo mwanzo. Kwa nini Mungu alimrudishia Ayubu mara mbili? Ni kwa sababu Mungu ndiye aliruhusu Ayubu kuteseka. Na Ayubu akaingiza upepo, akaingiza hofu. Alipoingiza hofu, kila kitu kikaharibika. Kwamba sasa hivi hofu imetanda dunia. Ukiingiza hofu tu sasa hivi, corona inafuta. Jitahidi imani yako iwe juu. Jitahidi imani iwe nini? Iwe juu. Pandisha imani yako. Kubali imani yako ishuke. Mwenye haki wangu ataishi kwa imani, sio kwa vidonge. Sio kwa nini? Kwa vidonge, ataishi kwa imani. Hata ukipewa vidonge, kama una imani, vile vidonge havifanyi kazi. Kweli uongo? Havifanyi kazi. Lazima imani iwe juu. Basi kwa ufahamu, nashukuru kwa muda wenu. Tutaishia hapo. Tutamshukuru Mungu kwa dakika chache alafu tumalize. Asanteni, Mungu awabariki sana. Baba Jehova, katika jina la uweza la Yesu Kristo wa Nazareth. Baba Jehova, katika jina la uweza la Yesu Kristo wa Nazareth. Baba Jehova, katika jina la uweza la Yesu Kristo wa Nazareth. Mtakatifu, 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 Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo, Baba utukufu, Mungu wa Abraham, Isaka na Yakobo, Mungu wa wanafunzi wote wa Kingdom Business Clubship duniani. Baba Jehova, tunasema asante. Mungu wa kila mtu mwenye pumzi, kila mtu mwenye mwili, na msifu Bwana katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth. Roho Mtakatifu, tunasema asante kwa siku mpya leo uliyofanya kwa ajili yetu. Tunafurahia na kushangilia katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth. Asante Roho Mtakatifu kwa mwaka 2019, asante kwa mwaka 2020, asante kwa mwaka 2100. Asante Roho Mtakatifu kwa mwezi wa pili, asante kwa mwezi wa tatu, asante kwa mwezi wa 4. Asante Roho Mtakatifu kwa siku ya jana, asante kwa siku ya leo, asante kwa siku ya kesho. Asante Roho Mtakatifu kwa majira ya saa 4, asante kwa majira ya saa 5, asante kwa majira ya saa 6. Roho Mtakatifu, tunabariki ya majira ya saa 5 na kuyatakasa kwa damu ya Yesu Kristo Nazareth. Tunafungua malango ya saa 5 kwa damu ya Yesu Kristo Nazareth. Tunafungua malango ya akili ya Kristo, ufahamu wa Kristo. Tunafungua malango ya afya ya Kristo, malango ya imani ya Kristo, malango ya nguvu za Kristo katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth. Roho Mtakatifu, tunakuja mbele yako, tunakuomba utufungulie malango ya hekima ya Kristo, maarifa ya Kristo, ufahamu wa Kristo, ushauri wa Kristo, ujuzi wa Kristo, ubunifu wa Kristo. Tunakuomba Roho Mtakatifu tufungulie malango ya imani ya Kristo. Tunakuomba Roho Mtakatifu tufungulie malango ya upendo wa Kristo, amani ya Kristo, furaha ya Kristo, imani ya Kristo, uaminifu wa Kristo, matumaini ya Kristo. Tunakuomba Roho Mtakatifu tufungulie malango ya kazi, malango ya biashara, malango ya huduma. Tunakuomba Roho Mtakatifu tufungulie malango ya wanafunzi wa Kristo katika huduma, wateja wa Kristo katika biashara. Tunakuomba Roho Mtakatifu tufungulie malango ya wasaidizi wa maono yetu, wasaidizi wa ndoto zetu katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth. Roho Mtakatifu, tunasema asante. Tunakuomba Roho Mtakatifu uandike majina yetu katika kitabu cha uzima katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth. Tunakuomba Roho Mtakatifu uandike majina yetu katika kitabu cha mbinguni katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth. Roho Mtakatifu, tunasema asante. Tunabariki ya majira ya saa 5 na nuru ya Kristo, afya ya Kristo, utajiri wa Kristo katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth. Tunabariki ya majira ya saa 5 na upendo wa Kristo, amani ya Kristo, furaha ya Kristo, imani ya Kristo, matumaini ya Kristo, uaminifu wa Kristo, uvumilivu wa Kristo, wema wa Kristo, upole wa Kristo na nidhamu ya Kristo katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth. Tunabariki ya majira ya saa 5 na roho ya Kristo, hekima ya Kristo, ufahamu wa Kristo, uwezo wa Kristo, ushauri wa Kristo, maarifa ya Kristo, mafunuo ya Kristo, mafundisho ya Kristo, mifano ya Kristo, masomo ya Kristo, ujuzi wa Kristo, ubunifu wa Kristo, roho njema ya Kristo na roho ya kumcha Bwana ya Kristo katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth. Roho Mtakatifu, tunasema asante. Asante Roho Mtakatifu.
kwa siku mpya leo uliofanya kwa ajili yetu. Tunafurahia na kushangilia katika jina la Yesu Kristo. Asante Roho Mtakatifu kwa kutuamsha asubuhi ya leo, kwa kutupa pumzi, kutupa afya, kutupa nguvu, kutupa uzima, kutupa akili ya Kristo, kutupa ufahamu wa Kristo, kutupa imani ya Kristo. Asante Roho Mtakatifu kwa kutuongezea imani ya Kristo katika jina la Yesu Kristo Nazareth. Baba Jehova, tunasema asante. Hakuna kama Jehova, hakuna kama Yesu Kristo Nazareth, hakuna kama Roho Mtakatifu, hakuna kama Mungu Baba Jehova. Wewe ndio Mungu wa miungu, Baba wa baba, mfalme wa falme, wewe ndio mwanzo na mwisho. Roho Mtakatifu, wewe ndio Mungu uliofanya mbingu na nchi kwa fahamu zako, kwa hekima yako, kwa maarifa yako. Roho Mtakatifu, wewe ndio Mungu uliotandaza nchi juu ya maji. Roho Mtakatifu, wewe ndio Mungu uliofanya mianga mikubwa, jua litawale mchana, mwezi na nyota zitawale usiku. Roho Mtakatifu, wewe ndio Mungu ulioongoza wana wa Israeli jangwani ukakipa kila kiumbe chakula chake. Roho Mtakatifu, ndio Mungu uliovusha wana wa Israeli katika bahari ya Shamu. Roho Mtakatifu, ndio Mungu uliofanya mianga mikubwa, jua litawale mchana, mwezi na nyota zitawale usiku. Roho Mtakatifu, ndio Mungu ulioua wazaliwa wa kwanza wa Misri, ukaua wafalme mashuhuri. Roho Mtakatifu, ndio Mungu wa Bwana Yesu Kristo, Baba tukufu, Mungu wa Abraham, Isaka na Yakobo. Roho Mtakatifu, ndio Mungu wa wanafunzi wote wa Kingdom Business Club duniani. Baba Jehova, tunasema asante. Roho Mtakatifu, ndio Mungu uliotusamea maovu yetu yote, ukatuponya na magonjwa yetu yote kwa damu ya Kristo Nazareth iliyomwagwa msalabani, kwa maana fadhili za Kristo za milele, katika jina la Yesu Kristo Nazareth. Roho Mtakatifu, ndio Mungu uliotukinga na virusi vya corona kwa damu ya Yesu Kristo Nazareth iliyomwagwa msalabani, kwa maana fadhili za Kristo za milele, katika jina la Yesu Kristo Nazareth. Roho Mtakatifu, ndio Mungu wa kila mtu mwenye pumzi, kila mtu mwenye mwili, na msifu Bwana katika jina la Yesu Kristo. Unastahili sifa, unastahili hekima, unastahili nguvu, unastahili uwezo, unastahili kuabudiwa, unastahili shukrani, unastahili utukufu, unastahili heshima, unastahili baraka, unastahili utajiri katika jina la Yesu Kristo Nazareth. Roho Mtakatifu, tunasema asante. Asante Roho Mtakatifu kwa kujibu maombi yetu. Asante kwa kuwa pamoja nasi. Roho Mtakatifu, neno lako nasema abarikiwe yeye asomaye na kusikiliza maneno ya unabii na kuyashika yaliyoandikwa. Roho Mtakatifu, watumishi wako walioko mahali hapa wanaotusikiliza kupitia njia ya mtandao wametoa muda wao kusikiliza neno lako, kusoma neno lako, kuandika neno lako. Roho Mtakatifu, bariki kazi za mikono yao, bariki biashara zao, bariki huduma zao, bariki nyumba zao, bariki wateja wao, bariki majirani zao, bariki familia zao, bariki muda wao, bariki imani zao. Roho Mtakatifu, waongezee imani ya Kristo katika jina la Yesu Kristo Nazareth. Waongezee imani ya kuhamisha virusi, kuhamisha milima katika jina la Yesu Kristo Nazareth. Roho Mtakatifu, bariki chochote atakachoshika katika mikono yao kikapate kufanikiwa katika jina la Yesu Kristo Nazareth. Roho Mtakatifu, nasema asante. Pokea sifa, pokea utukufu, pokea heshima, pokea shukrani zetu. Roho Mtakatifu, tunakuja mbele yako, tunasema asante kwa upendo wako, asante kwa nguvu zako, asante kwa kujibu maombi yetu. Tunaamini na tumepokea katika jina la Yesu Kristo Nazareth. Roho Mtakatifu, tunakukaribisha tena katika majira ya saa 5 uwe mwalimu wetu katika vipindi vinavyoendelea. Utufundishe njia zako, utuonyeshe njia zako. Tupe akili ya Kristo tupate ufahamu wa Kristo, tupe akili ya Kristo tupate imani ya Kristo, utupe akili ya Kristo tupate akili ya Kristo ya kutafuta kwanza ufalme wa Mungu na haki yake, na mengine yote tutazidishiwa. Utupe akili ya Kristo tupate akili ya Kristo ya kukomboa wakati, kwa maana zamani hizi ni za uovu. Utupe akili ya Kristo tupate akili ya Kristo ya kufanya kazi ya Yesu, kazi ya Adam na kazi ya Injili, katika jina la Yesu Kristo Nazareth. Roho Mtakatifu, tunasema asante. Pokea sifa, pokea utukufu, pokea heshima, pokea shukrani zetu. Roho Mtakatifu, asante kwa kujibu maombi yetu. Tunakaribisha katika majira ya saa 5 uwe mwalimu wetu katika vipindi vinavyoendelea. Utufundishe njia zako, utuonyeshe njia zako. Karibu Roho Mtakatifu, katika jina la Yesu Kristo tumeomba na kushukuru. Haleluya, amen. Tunaenda kwenye sala ya toba. Na mtu yote anayetusikiliza katika somo hili, rudia sala hii ya toba ili ufute jina lako katika kitabu cha mauti, uandike jina lako katika kitabu cha uzima. Turudia maneno: Yesu mwana Daudi, Yesu mwana Daudi, Yesu mwana Daudi, mimi Billy Mush, naomba nirehemu, naomba nirehemu, naomba nirehemu. Unisamehe makosa yangu yote, unisamehe dhambi zangu zote, unisamehe maovu yangu yote, uniponye na magonjwa yangu yote, unisafishe kwa damu ya takatifu. Kuanzia leo ninakiri nimekuwa kiumbe kipya, shakala imepita. Futa jina langu kwenye kitabu cha mauti, andika jina langu kwenye kitabu cha uzima. Asante Mungu kwa kunipenda. Asante Yesu Kristo Nazareth kwa kuniokoa. Asante Roho Mtakatifu kwa kunifundisha. Asante malaika wa Mungu kwa kunilinda, katika jina la Yesu Kristo
wa Nazareth. Haleluya, amen. Tutarudia maneno nikisema jina langu, bila mwisho unasema jina lako. Turudia maneno. Hakika miujiza ya Kristo, ishara na maajabu tutanifuata mimi siku zote za maisha yangu, nami nitakaa nyumbani mwa Bwana milele na milele. Haleluya, amen. Tajiri kana muda, tumia muda wa kibiashara. Asanteni, Mungu awabariki sana. For my victory, I thank God, yeah, Baba. I thank God, yeah. For my business, I thank God, yeah, Baba. I thank God, yeah. For my wifey, I thank God, yeah, Baba. I thank God, yeah. For my baby, I thank God, yeah, Baba. I thank God, yeah. I remember before, people they ask me who are you. I remember before, people they ask me where are you. But today, brother, them people they ask me how are you. But today, people they tell me how are you. For promotion,